tukuimusa okusinga pesa nesimbi tukuimusa okusinga byonna tukuimusa okusinga pesa nesimbi wakulu enyo tukuimusa Hosanna Hosanna Hallelujah wa kwanza. First King, Sura 19. verse of Chapter 19, verse 3 up to 7. The journey is too great for you. That is our theme of today. njia ni nzuri kwako. Hallelujah. Amen. Have a seat in Jesus' name. Unaweza kukaa kwa jina la Yesu. The journey is great for you. Njia ni nzuri kwako. You can look at your neighbor and tell your neighbor the journey is too great for you. Mwangalie jirani yako umwambie kama njia ni nzuri kwako. Hallelujah. Amen. In this world, we are in the journey. Ndani ya hii dunia tuko ndani kwa njia. And that journey starts the day you were born and it will end the day you will die. Na hiyo safari ilianza pale ulizaliwa paka itaisha ukikufa. And between there is something we call destiny. Na katikati ya hapo kuna destiny. And everyone have his destiny. Na kila mtu iko na destiny yake. And the one who control our destiny is God. Na mtu ambaye anakontrola ile destiny ni Mungu. You may go through many challenges. Unaweza kupitia shida mingi. But the journey is still going. Lakini safari inaendelea tu. Keep moving. Endelea tu. Hallelujah. Amen. Is not yet the end. Haijakuwa mwisho. Keep moving. Endelea tu. Move forward. Endelea. The journey is still long. Safari ingali inaendelea. This is a man of God. Huyu alikuwa mtumishi wa Prophet Elijah. Mtumishi Elia. Hallelujah. Amen. Niende na Swahili. Huyu nabii wa Mungu Elia, the prophet of God Elijah, alikuwa na ahadi za Mungu, had promises from God, ya kwamba hata kufa, that he will never die, lakini atanyakuliwa. but he will be lifted up. Sababu hiyo ni ahadi kubwa sana. Because that was a big promise. Ili kitu kinatisha watu ni kifo. Something that amazes people is death. Kila mtu anaogopa kifo. Everyone feared death. Hata Yesu kifo kilipotokea, even Jesus, when the death came, akamwambia, Baba, ikiwezekana unitoshee kikombe. said, God, if it's possible, remove this cup beside me. Lakini Mungu akamtia nguvu. But God gave him Sasa strength. Elia alikuwa na ahadi, And Elijah had promise ya kwamba hata kufa. that he will not die. Ilikuwa ahadi kubwa It sana. was a big promise. Kila mtu hapa Everyone here ana ahadi za Mungu. have promises from God. Hallelujah. Amen. Jiambie mwenyewe, nina ahadi za Bwana. Tell yourself that I have promises from Nina God. ahadi za Bwana. I have promises from Mungu akubariki uzifikie kwa jina la God. Let Yesu. God bless you and you reach to those blessings. Hallelujah. Amen. Mungu akupe maisha tena May God give you life so that Safari iko inaendelea bado. the journey is continuing. Haiyakuwa mwisho. It's not yet the Ndani ya end. safari In the journey, kuna kuwaka challenges nyingi. there is many challenges. Lakini safari But the journey inaendelea. is still continuing. Hallelujah. Sio kusema kwamba wakati unakutana na matatizo
ndio safari naishia hapa. It's not because you have got in trouble that the journey is ended. Hallelujah. Amen. Safari inabidi iendelee. The journey must continue. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuambia safari inaanza ile siku unazaliwa. I've told you that the journey starts when you were born. Amen. Amen. Unajua mtoto akizaliwa, You know the child when he's born, kuna kitu madaktari wanafanya. there is something that doctors do. Wanamchapa They slap him juu alie. so that he can cry. Wamama mnajua hilo jambo? Do you know that mothers? Na akilia And when he cries, wanasema iko hai. they say this one is alive. Amina. Amen. Kwa nini analia? Why does he cry? Safari inaanza. Because the journey has started. Hallelujah. Amen. Safari inaanza. The journey has started. Na katikati hapo sasa ya kuzaliwa na kufa And tunaitaka hiyo destiny. In the middle from being born and death, there is destiny. Kila mtu Everyone iko na destiny has a yake. destiny. Hallelujah. Kila mtu. Everyone. Haijalishi unaweza ukapitie matatizo It mbalimbali, doesn't matter if you are going through troubles, lakini utafikia destiny yako. but you will reach to your destiny. Bwana Yesu asifiwe milele. Naongea na mtu ambaye ndani ya safari yake mumekuwa zoruba. I'm talking to someone that in his journey there is some trouble. Storm. There is a storm. Kuna mtuliza bahari. There is someone who calms the storm. Atakutulizia hiyo zoruba Going to calm that storm ili uendelee na so safari. that you continue the journey. Hallelujah. Amen. Huyu mtumishi wa Mungu Elia, This servant of God, Elijah, Mungu akamwambia, God told him, kwa kuwa umenitumikia because you have worked for me, hautakufa, you will not die, lakini utanyakuliwa. but you will be lifted up. Mungu akimpa mtu ile ahadi, If God gives someone that promise, ni ahadi kubwa sana. it's a big promise. Juu vitu zinatutisha, Because many things are making us fear. mbaya sana ni kufa. The most one is death. Kifo. Death. Hakuna mwawezi ogopa. Everyone fears death. Lakini huyu alimwambia hautakufa. But this one, God told him, you will not die. Na siku moja, And one day, walienda kumlima. they went to the mountain Juu waombe, so that they could pray waone Mungu wa kweli iko wapi. to see the true God. Manabii wa Bali The prophet of Baal, walikuwa 450. there were 450. Lakini But Elia Elijah alikuwa peke yake. was himself. Wakasema twende tuone Mungu wa kweli. They said, let's go and see the true God. Na yule Mungu atashusha And the moto one who will bring fire ndiye Mungu wa kweli. is the true. Wakaenda kumlima. And they went to the mountain. Akaambia manabii wa Bali, He told the prophets of nyinyi Baal, muanze, you start, sababu walikuwa wengi. because there were many. Wakaanza They started, Bali, they started calling Baal. wakajikatakata. They were cutting themselves. Moto haikushuka. The fire never came. Moto haikushuka. The fire never came down. Ilipofika jioni, When it reached evening, Elia akawatengeneza madhabahu ya Mungu. Elijah prepared the altar. Akasema munikaribie mimi. And he said, come forward. Wakamkaribia. They came. Elia akaomba, And Elijah prayed. akaita Mungu. He prayed, he called God. Mungu wa Ibrahimu, Oh God Isaka na of Yakobo, Abraham and Isaac, ijulikane leo let it be known kwamba wewe ndiwe Mungu. that you are the Lord. Kwa dakika chache tu In some time just, moto ikashuka. fire came down. Na walipatana nini? And what were they agreed on? Yule Mungu atashindwa kushusha The moto, God who will fail to bring fire down, watu wake wote wakatwe vichwa. all his people must be cutted the head. Na Elia And Elijah akamaliza wale manabii wa Bali wote 450, mtu mmoja akawaua. finishes all those prophets there were 450. Kila waganga, wachawi, mapepo, mizimu, manabii wa Bali wanaokutakia mabaya wakufe kwa jina la All Yesu. the demons that are wishing you bad, they should die in the name of Jesus. Unajua walipoenda kumlima, When they went to the mountain, walienda nasema, they went tunajua said Bali atajibu leo that we know Baal will answer to na them, Elia ndiye atakufa. and Elijah will die. Kumbe hawajue Yet they never knew itarudi kwao it will huko. go back to them. Mungu yuko. God is there. Mtu asikudanganye kwamba hakuna Mungu. No one should tell you that there's no God. Mungu iko.
God is there. Na ana control kila And kitu. he's controlling everything. Ikuwe mabaya, ikuwe mazuri, If it's good or bad, Mungu yuko. God is there. Na anaona. And he's seeing. Na akiruhusu kitu, And if he decides, hakuna mwanaweza kataa. no one can refuse. Mungu akashusha moto. God bring fire Juu aonekane ndiye Mungu. so that he could be seen that he's the Lord. Acha na wewe Mungu akujibu leo. Let God also answer. Kuna watu wanakuzunguka. There's people who are surrounding you. Wanataka waone Mungu wako. They want to see your God. Mungu akujibu. Let God answer. Ili waone So that they see ya kwamba una Mungu. that you have God. Mungu aliyemjibu The Elia God who answered Elijah akashusha moto. will bring Ni fire. Mungu anajibiaka maombi. He's the one who answers Sijue prayer. unahitaji I don't gani. know what you want. Your request. I don't know your request. Lakini Mungu iko But God is there. na atasikia. And he's Hata there. nyamaza. He wants you quiet. Atakujibu. He will answer. Sababu alijibu, Because he's answered. iko na jibu He's answering. na ataendelea And he kujibu. will keep answering. Akashusha He moto. will bring fire. Manabii wa Baali wakaona. And the prophet of Baal saw it. Elia akawaua wote. And Elijah killed all of them. Hizo mapepo zikufe kwa jina la Yesu. All those demons should die in Jesus' Magonjwa name. ikufe kwa jina la That Yesu. sickness dies in Jesus' name. Kifo kimalizwe kwa jina la Let Yesu. that death dies in Jesus' name. Kifo kikufe. That death. Kifo ikufe. Let that death die in Jesus' name. Kuna andiko kwa Biblia inasema kifo itakufa. There is that word in the Bible that said death will die. Amina. Amen. Kila kinaweza simama mbele yako kama nabii wa Baali. Everything that can stand in front of you like Mungu the prophet of ajitukuze. Baal, let God manifest Na himself angamize wale manabii wa and Baali. kill all of those prophets. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Jesus' name. Kila manabii wa Baali All the prophets of Baal watakufa kwa they jina la will Yesu. die in Jesus' name. Haleluya. Amen. Kila yule anaweza simama mbele yako. All that one who can Juu stand in front of akate you mwendo wako, safari yako, destiny yako. to destroy your destiny, Wakufe mbele yako. let them die in front of Katika you. jina la Yesu In Kristo aliye Jesus' hai. name. Wakati una destiny ya When you Mungu, have a destiny, uko na mission you have a mission ye Mungu amekutuma that God have sent ukuje fanya kudunia. to do in this world. Na hadi utimize ile mission, You must fulfill that mission. ndio Mungu atakuita. That is when God will call you back. Haleluya. Amen. Kila mtu uko na destiny yake. Everyone has a destiny. Usiogope binadamu, Don't fear human beings. usiogope mapepo, Don't fear demons. usiogope kufa, Don't fear death. sababu maisha yako Because your life. Mungu anasema, tazama nimekuchora kwa vitanga vya mikono yangu. God says that you see how I have designed you like in my hand. Haleluya. Amen. Nini ilifanya hawa manabii wa Baali wakufe? What made the prophet of Baal die? Ilikuwa mapatano It was that promise. na wakakufa wote. And they died. Baali aliposikia, Baal, when he had, Ahabu akasikia, even Ahab had, mke wake Jezabeli the wife Jezebel akasema lazima niue Elia leo said leo. that I should kill Elijah today. Kichwa chake kwenye sahani. His head should be on a Elia platter. aliposikia hiyo habari When Elijah had that, akasahau promise alikuwa nazo. he forgot that promise he had. Akakimbia. He ran away. Kwa nini alikimbia? Why did he run? Juu ya mambo ine. Because of 4 things. Jambo la The kwanza, first one, habari mbaya. Amen. Kwanza aliposikia habari mbaya First, when he had a bad news ya kwamba Jezabeli iko na mtafuta wa muue, that Jezebel is looking for him to be akakimbia killed, juu aokoe maisha he yake. ran away to save his life. Habari mbaya gani imesumbua What is moyo that wako? bad news that is making Mungu you ageuze sad? ile habari mbaya leo kuwa habari njema. Let God change that bad news to be a good Katika news. jina la Yesu In Kristo, Jesus' name. nasema Mungu abadilishe Let kila God habari mbaya. change that bad news. Katika jina la Yesu, Jesus' name. afunike zile habari mbaya, Let alete him- habari njema. Let him cover that bad news to bring good news. Habari mbaya The bad news, usicheze nayo don't play, don't joke with mpaka it. Mungu akupe moyo. God must give you a heart. Haleluya. Amen. Jana tuliona mama mmoja anakufa hapo tu. Yesterday we saw. Mama mwingine anakufa. Yesterday we were burying Pastor Mwangi and someone else, a mother died there. Mama amekufa hapo chini. A mother died there. Tukimuzika, When we were burying, nasikia habari, we had a bad news. hakuvumilia. He never took it. Ilimwangusha.
habari mbaya ilimwangusha na kakufa. Bana muzika leo pembeni ya pasta pale. It made her to fell down and she died, and they have buried him already. Mungu alitusaidia, huyu mama hakuwa karibu, saa mume wake kona kufa, alikuwa mbali. We thank God because this mother was not. Mama mchungaji hakuwa pale, saa mume wake kona kufa. We thank God because Mama Mwangi wasn't there when the husband was dying. Alikuwa mbali. She was far. Lakini alikuwa nguvu ndani ya Bwana. Habari mbaya ni mbaya. Bad news is very bad. Na kuombea leo usipate tena habari mbaya. I pray that you shouldn't get bad news. Habari mbaya tunazikemea. We put away bad news. Nataka usimame dakika moja uombe useme nakataa habari mbaya. I want you to stand and refuse all bad news. Nakataa habari mbaya. Kwa jina la Yesu, ndani ya kazi yako, ndani ya nyumba yako. Tuko Disemba. Ambao watu wanakufa kufa, ambao mabaya iko mingi, amauli ya mabii gaganye mulina lya Yesu, ziganye saba kama njamauli ya mabinga ganye mulinye lya Yesu. Kila habari mbaya zikatae, za kukuvunja moyo, zinaweza kumaliza, zikatae leo katika jina la Yesu. Kataa habari mbaya, tunaikataa, tunaivuta na damu ya Yesu. Habari mbaya tunaikataa kwa jina la Yesu. Amen. Unaweza kaa. You can't sit. Elia aliposikia habari mbaya, Elijah, when he heard the bad news, akasahau hata promise ya Mungu. He didn't remember the promise of the Lord. Akakimbia. He ran away. Jua okoe uzima wake. To save his life. Amen. Amen. Habari mbaya. The bad news. Unajua siku moja, you know, one day tulikuwa mahali kwa restaurant tukikula na watu. We were somewhere in a restaurant eating with some people. Mtu mwaka akiatuambia, someone told us, wanakia wafunga, they are coming to arrest you. Juu kuko mtu mubaya hapo muko nakula naye. Because there's someone bad that you are eating with. Sasa wanakia mfunga na nyie bote banakia bafunga. So they are coming to arrest him and they will arrest all of you. Kamuza Then we ask, say yes, majeshi wamejaa. They say yes, the soldiers have come. Nikaambia wa jamaa. Then I told those ones that we were eating with, natoka kidogo kwa choo. I'm going to the toilet. Na ndio ilikuwa safari. And that is how I went. Nilikuwa nauliza tu nini liendelea. I was just asking on the phone what went. Wakasema waliwafunga wote. And they said that they were arrested. Habari mbaya zikuondokee. All the bad news should go. Elia nabii mwenye nguvu, mwenye imani akaogopa akakimbia. Elijah ran away, who is a strong man. Juu ya habari mbaya. Because of a bad kitu ya pili ilituma na kimbia. The second thing that made him run. Sababu ahadi zilikawia. Because the promises was delayed. Alikuwa na ahadi za Mungu. He had the promises ya kwamba hata kufa. That he will never die. Atanyakuliwa. He will be lifted. Me ahadi zikakawia. But the promises delayed. Mpaka imani kaanza cheza. Until if his faith was ahadi zikikawia, if the promises delayed, imani za watu zinacheza. The faith of people na kuombea leo kwa jina la Yesu. I pray for you today. Promise yote iliyo juu yako imekawia. All your promises that have Mungu aione na kutimizie. Katika jina la Yesu. In Jesus' name. Kuna ahadi ya Mungu uko nayo. You have the promise of the Lord. Imekawia. It have delayed. Kama Elia. Like Elijah. Mungu alimwambia atamnyakua. God told him he will lift him. Alifanya miujiza 7. He made miracles. Lakini ikakawia. But it delayed. Na ikamfanya akimbie. And it made him to run. Alitaka poteza destiny yake. He was about to lose his destiny. Akakimbia. He ran. Juu aokoe maisha yake. So that he could save his life. Ijapokuwa even if hakuna mtu anaweza okoa maisha yake. No one can save his life. Maisha ni ya Mungu. The life is for na Mungu ndio anaamuaka. And Lord is the one who decides. Napendaka neno moja Waingereza wanasemaka God is in control. I like the word that says God is in control. Hallelujah. Amen. Ambia mtu God is in control. Tell someone that God is in control. Kwa situation yote. In all situations. Hata kama magonjwa ya COVID imekuwa kubwa inaua watu, kila dunia imeogopa leo, lakini bado Mungu iko kwa control. Even if corona have made people to fear, if it have killed people, God is in control. Watu wanakufa kila siku.
People are dying every day. Ekonomi imeanguka. The economy is Mambo zimekuwa zibaya. Things have become Lakini bad. pamoja na yote, But with all of those, Mungu iko na control God situation. is controlling the Ana situation. control maisha He's yako. controlling your life. Usikate tamaa Don't lose hope. na usipoteze mwelekeo. And don't lose the way. Destiny yako usipoteze. Your destiny, you shouldn't lose it. Ahadi zikakawia. His promises delayed. Yenye Mungu alimwahidi atamnyakua. That one that God promises him that he will lift him up. Kitu gani Mungu amekuahidi kimekawia? What is that God promises you and it have delayed? Sijui kimefanya miaka I ngapi. don't know how many years it Lakini has done. ninakuombea But leo. I pray for you today. Mbele umalize hii mwaka. Before you finish this year, Tunabakia na wiki moja. we are just remaining with 1 week. Mungu aone zile ahadi. Let God see that promise Azikutimizie kwa and jina la fulfill Yesu. them in Jesus' Kuna name. kuchelewa hapo There is katikati. delay there in Mungu aondoe hiyo delay Let God katika jina la Yesu. delay in Jesus' name. Usikufe mbio mbio Don't die so fast. kwa jina la Yesu. In Jesus' name. Mungu aione ile ahadi Let God see that promise na kutimizie and fulfill it. katika jina la Yesu. In Jesus' name. Kuna mtu Bwana atamtimizia There is ahadi leo. someone that God is going to fulfill his promise. Nasema kuna mtu Mungu I'm saying atatimizia there ahadi. is someone that God is going to fulfill his Yule promise. ambaye ana ahadi ya Mungu. The one who has the Mungu aione ile ahadi leo. God see that promise. Aikutimizie kwa And jina la fulfill Yesu. it in Jesus' name. Ikiwa Mungu alisema utaenda mbali, God says that you will go far. utaenda kwa jina la You will Yesu. go in Jesus' name. Ikiwa Mungu alisema utapata If God kazi, says you will get a job, utaipata kwa you jina la will get Yesu. in Jesus' name. Ikiwa Mungu alisema promotion, God says promotion. inakuja double It will come double katika in jina la Yesu. Jesus' name. Ikiwa Mungu alisema atakuponya, If God says he will heal you, atakuponya kwa he will jina la heal you Yesu. in Jesus' name. Promises zote za All Bwana promises from ziko God. juu ya maisha That they are yako. upon your life. Maombi ninakuombea I leo. pray and praying for you. Bwana aone zile ahadi. God sees that Bwana promise. kutimizie. God Kuna fulfill that kitu promises. kimechelewa. There's something that have delayed. Mungu akione Let God see na this akutimizie. and fulfill it. Ahadi za Mungu The promises of the Lord, zilipochelewa when they delayed juu ya Eliya nabii, with Elijah the prophet, akaogopa. he feared. Leo Bwana kuondolee uoga Let God remove that fear in Jesus' name na akutimizie promise and fulfill that promise kwa jina la in Yesu. Jesus' name. Nataka usimame kwa I maombi want you yako to stand up na umwambie and Bwana you tell God juu ya ahadi alizokuahidi. on that promise that he promised. Mwambie Bwana, Tell him ahadi zako that promise kwa maisha yangu on my life. nimeomba leo, I pray unitimizie, fulfill them. unitimizie. Fulfill them. Na kama una ahadi, Biblia inajana ahadi. Even if you don't have a promise, the Bible is full of promises. Imesema utakuwa kichwa wala It si can say mkia. that you will be the head, not the tail. Imesema watapigana na wewe lakini It hawatakushinda. can say that they will fight you, but they will never win. Nataka uanze I omba want you to start juu ya praying promises za Bwana. on the promises of Kwa the maisha Lord yako. on your life. Mwambie Bwana Let's tell the Lord azione zile ahadi that God see this katika promise jina la in Yesu. Jesus' Gonga name. maombi. Start praying. Saba mu linnya lya Yesu. Pray in Jesus' name. Kyonache Mukama yakusuubiza Everything that God kitukirire mu promises linnya lya Yesu. fulfilled in Jesus' name. Saba mu linnya lya Pray Yesu. in Jesus' name. Saba mu linnya lya Pray Yesu. in Jesus' name. Saba mu linnya lya Yesu. Gamba Mukama kuwa obuwanguzi Tell God to make mu linnya lya Yesu. in Jesus' name. Yonga genda maaso ng'osaba Pray in Jesus' name. ng'omugamba Mukama Tell him kyonna kye yakusuubiza everything he has promised kituukirire. to be fulfilled. Omwaka guno guli kumpi kugwa. When this year is ending, Wakyaliwo wiiki emu there is still a naye way. Katonda w'amaanyi But God is so ajja good. kukola He's ekyamagero. going to do a miracle. N'omulalo ku lunaku lumu Mukama ayinza You kola. can see it in just Mugambye one day. ajjukire Let kye him yakusuubiza tell him nga to wakatandika remember. omwaka Tell him to remember your mu linnya lya Yesu. In Jesus' Katonda, kuna mateso inapigaka mtu mpaka unasikia kiwango afadhali ukufe. There's some problems hit you and you feel like I just want to die. Mateso Problems. unasikia uchungu, You feel bitter. ile ambayo Ezekiel alisema The one Ezekiel said kwa Wafalme wa Pili 19 mstari wa 3. in 2 Kings 19 chapter 3. Chapter 19 verse 3. Chapter 19 verse 3. Ya kwamba wakati ya kuzaa njoo hii. That
the time of producing is this one. Lakini hakuna nguvu ya kusukuma mtoto. But there's no way to push the baby. Akaongea kwamba alikuwa kwa uchungu ya kuzaa. He said that he had a bitter of producing. Labor pain. The labor pain. Lakini hakuna nguvu ya kusukuma mtoto. But there was no strength to push the baby. Kuna mateso ingine inaweza kutingiza paka na imani yako inashuka. There's some problem that can shake you until your faith goes down. Kuna majaribu ingine inaweza kutingiza paka unashindwa omba. There's some trial that can shake you until you fail to pray. Lakini nakuombea kwa jina la Yesu. But I'm praying you for ile mishale ya shetani isiguse imani yako. Those arrows of the devil shouldn't touch your life. Your faith. Hallelujah. Amen. Shetani anaweza kunyang'anya kila kitu lakini chunga imani. The devil can take everything but keep your faith. Hallelujah. Kuna mwanamke mmoja kwa Biblia. There's one woman in the Bible. Kwa Ufunuo sura 12. In Revelation chapter 12. Verse 3. Huyu mwanamke anataka zala. This woman wanted to give birth. Kulikuwa nyoka ya vichwa 12. But there was a snake with 12 heads. Nyoka ya ajabu sana. A very big snake. Iko na ngoya ule mtoto azaliwe imumeze. It was waiting for that baby to be born and to swallow him. Na saa ya kuzala inafika. And that time of giving birth, mateso. The pain. Sijue uchungu gani uko napitia na ni maombi gani unaomba. Pain you are going through. Kwa nasikia nabii anasema inatosha sasa. You have heard the prophet said it's enough. Uniue. Kill me, take my life. Usiombe vile. Don't pray like that. Hallelujah. Amen. Usiombe vibaya juu umepitia shida. Don't pray bad prayer because you are going through usitukane Mungu juu umepitia mateso. Don't insult God because you are going through bad trouble. Hallelujah. Amen. Usitukane Mungu juu umepitia mateso. Don't insult God because you are going through bad situation. Hallelujah. Amen. Nakumbuka mama moja. I remember one woman. Alifanya miaka 7 hazalaki. Made 7 years without giving birth. Mungu anampatia mtoto moja kijana. And one day God gave her a baby boy. Mume wake alikuwa anarudi kutoka kwa kazi, mtoto wake amekuwa na mwaka 3. The husband was coming from work and the boy was 3 years. Mtoto anambia baba nataka ice cream. Then the boy said, Papa, I need ice cream. Baba anatia kijana wake mgari. The father took the son. Iko naenda supermarket. They went to the supermarket. Gari ya majeshi kawagonga baba na mtoto wakakufa hapo hapo. The soldier knocked them and all of them died then. Mama alipopata hiyo habari. The mother when she got that news. Habari inafika kwa nyumba. The news came to the house. Alikimbia. She ran. Kama mtu amepata wazimu. She ran like someone who was watu wanaogopa. People were fearing. Huenda anaenda jitupa kwa maji. Like maybe she's going to throw herself. Kumbe alikimbilia kukanisa. But she went to the church. Akaenda lala kumazabao. She went to lay down Akaambia on the Mungu ni nini hii? Saying to the Lord, what is this? Lakini nimekushukuru. But I thank you. Juu umeamua. Because you have decided. Watu wameanza jiuliza. People were asking themselves. Amejiua nini imefanyika? Na amezima simu. Has she killed herself or what have happened? Kumbe alikimbilia kanisa. Yet she went. Anaambia Mungu hii sitaweza. Telling the Lord this I want. Unisaidie. Help me. Nipe nguvu. Give me strength. Wakati shida inakupata. When the problem gets you. Usitukane Mungu. Don't insult God. Usiongee mabaya juu ya Mungu. Don't talk bad about God. Na imani yako isianguke. And your faith shouldn't go down. Chunga imani. Keep it. Chunga uhusiano na Mungu. Keep your relationship with God. Shida ni kwa kila mtu. Because trouble is for everyone. Kila mtu ana shida yake. Everyone has his problem. Huyu nabii. But this prophet anaambia Mungu. Told God. Inatosha sasa. It's enough now. Uniue. Kill me. Usiombe hivyo. Don't pray like that. Hallelujah. Amen. Akaambia Mungu niue. He told God, kill me. Kuna watu wamejana manunguniko. There's many people who have bad thoughts. Mafadhaiko. They are down. Juu ya maisha. Because of life. Na yale mambo wamepitia. And in what they have gone through. Lakini napenda Mungu. But I like God. Hata kama Elia aliomba Mungu niue inatosha, Mungu akumuua. Even if Elijah
prayed that he should be killed by God, God never killed him. Wewe hautakufa. You will not die. Hallelujah. Hautakufa kwa jina la Yesu. Ungali na ahadi za Bwana. You still have the promise Elia of God. iko naambia Mungu ni uwe. Elijah told God, take my life. Mungu akafanya nini? What God did? Mungu akatuma malaika. God sent an angel. Hallelujah. Amen. Mungu akatuma malaika. God sent an angel. Leo today Mungu akutumie malaika. God is sending you an Nimekuja na habari njema kama malaika wa Mungu. Come with a good news like a kukuambia ya kwamba safari bado. That the journey is still on. Safari zinaendelea. The journey is still going katika on. Jina la Yesu. Safari iko naendelea. The journey is going haiyakuwa on. mwisho. It's not yet the end. Wakati nabii iko namwambia Mungu, when the prophet is telling the Lord, uniue sasa. Take my life. Mimi siko bora kuliko baba zangu. I'm not perfect than my fathers. Na huyu Jezabeli ameua manabii wote. Even this Jezebel have killed all the prophets. Mungu akaambia hawaja kufa. Then God told him they are not yet dead. Ningali na wengine manabii wangu nimejifichia mahali. I'm still having my prophets that I've kept somewhere. Yeah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akufiche somewhere. Let God keep you somewhere. Wakati Jezabeli atakuwa naua watu, wewe hatakuona. Killing people, she won't see you. December kuvuka kuingia mwaka mpya haikwake fasili. This December to go to another year is not easy. Na mwaka kama na hii ambao ni mwaka ya ajabu ya twins ya 2020. And a year like this that you had wewe utavuka, you will cross. You will cross in Hallelujah. Tutavuka na nyinyi kwa jina la Yesu. We will cross all of us in Jesus' name. Amina. Amen. Anakata tamaa. He was down. Ambia Mungu ni huyu. He told God, kill me. Mungu akamwambia hautakufa. God told him, you will not die. Mungu akamfanyia vitu tatu. And God did 3 things to him. Amina. Amen. Mashida yake, his problems, alikuwa na habari mbaya. He had bad news. Amekimbia. He ran. Alikuwa amekata tamaa juu ahadi imekawia. He was broken. He was heartbroken. Alikuwa mjangwa. He was in the desert. Mungu nakamfanyia vitu tatu. And God did 3 things to ya him. Kwanza Mungu akamtumia malaika. The first, he sent his angel. Mungu atakutumia malaika kwa kipindi kigumu kama na hiki. God will send you an angel in your trials. Kama Mungu angali na mpango na wewe. If God still with a plan with you. Kwa hii dunia. In this world. Saa ya shida. When trials come. Atakutumia malaika. He will give you an angel. Mungu akutumie malaika. Let God send you an angel. Ana malaika wengi. He has many angels. Kuna yule anaitwa Rafael. There's that one who is called Raphael. Rafael kazi yake ni kuponya. Raphael, for him he heals. Shetani amesukuma magonjwa kwa dunia. The devil have sent many sickness in the world. Uko napigia watu nimegonjwa, sisikie vizuri, nimegonjwa. I'm sick. Mungu atume malaika Rafael. Let God send Raphael. Aponye magonjwa. To heal the sababu ni Jehova Rafa. Because he's Jehovah Rafa. Anayeponya magonjwa. Leo sasa hivi. Today right. Mungu akutumie malaika. Let God send mudamu yako. In your blood. Katika kichwa. Kwa mgongo. Kwa mifupa. Malaika kuponye. Let God heal you. Akutoboe shindano ya mbinguni. Let him heal you. Inject you. Amen. Na upone kwa jina la Yesu. For you to get healed in Jesus' name. Hallelujah. Amen. Mungu akatuma malaika. God will send an angel. Malaika wa Mungu akakuja. An angel came. Na malaika alipokuja. And when the angel came. Hakukuja bure. He never came. Malaika mwenye Mungu atakutumia. Without any reason. When God will send you solution. God will send you an angel with a solution. Anaitwa Uriel. His work is to protect our dreams night when we sleep. Uriel kazi yake ni kuchunga ndoto zetu tukilala. When you sleep in the night, kama unalala usiku, he's there to control your dreams. Anakuwa pale kuchunguza ndoto zako. Because in night, kwa sababu usiku, that's where demons come. Ndio shetani anakuja. To bring problem and trial in the night. Kuleta mashida ndani ya maisha yako. Sometimes you cannot even sleep. Hata kuna saa ulale. The whole night.
usiku You mzima. try to sleep. Unajikaza You kulala. cannot sleep. Hawezi lala. But when that angel Uriel will come Lakini huyo malaika saa atakuja. and find you are struggling with stress, problem, no sleep, sleepless, Anakuta umeshindwa kulala. it just touch you. Anakugusa tu. Just 2 minutes. Sekondi 2. And you sleep. Unalala. And you bring for you good dreams. Na anakuletea ndoto nzuri. Peacefully. Ndoto za amani. Hallelujah. Amen. May the Lord give you a good dream. Acha Mungu akupatie ndoto All nzuri. the struggle, problems, yote mashida zote. stress, Shida zote. whatever is disturbing you, yote inakusumbua. this night, Usiku wa leo. God will give you peace. Mungu atakupatia. Hallelujah. Amen. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. God sent his angel. Mungu akatuma malaika wake. And the angel touched him. Na malaika akamgusa. Number 2. Kitu ya pili. God provide for him. Mungu akamshughulikia. The angel came with the bread and water. Malaika alikuja na maji na mkate. God will provide for you. Mungu atashughulikia. In this bad situation. Kwa hii majira mbaya. God will provide for you. Mungu atakushughulikia. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, God will provide for me. Mwambie jirani yako kama Mungu atanishughulikia. Hallelujah. Amen. You tell him, God will provide for me. Mwambie Mungu atanishughulikia. Our God is our provider. Mungu wetu ni Mungu anashughulikia. Is the Lord who provides. Ni Mungu anashughulikia watu. Hallelujah. Amen. He sent the angel. Alituma malaika wake. And this angel came with the bread. Na huyu malaika alikuja na mkate. And water. Na maji. And he was telling him, na akamwambia, wake up. Lamuka. And eat. Na ukule. And drink. Na ukunywe maji. He wake up. Aliamuka. He ate. Akakula. Drink. Na akakunywa. But he remembered the problem he's going through. Hapo akakumbuka mashida anaendea ndani. May the blood of Jesus clean all those problems which is disturbing you every time in Jesus' name. Hiyo vitu vyote vinakusumbua kwa jina la Yesu. There is hallelujah. Amen. I say don't be intimidated by the devil. Nasema usikuwe intimidated na shetani. Hallelujah. Amen. God will provide for you. Mungu atakushughulikia. God will provide. Mungu atakushughulikia. Hallelujah. Amen. The angel came. Malaika alikuja with a bread. Na mkate. Read verse 5. Unaweza kusoma mstari wa 5. Which was made in heaven. Yale ambayo ilifanywa mbinguni. Hallelujah. Amen. The heaven was preparing for him a bread. Walikuwa wanamtarishia mkate. There is some blessings heaven is preparing for you. Kuna baraka ambao mbingu inatayarisha which is special. Yale ambayo iko special. God will bless you. Mungu atakubariki with a special blessings. Na baraka ambayo iko special. That's why the journey is great for you. Ndio maana njia safari iko mzuri kwako. The journey is great for you. Safari iko mzuri kwako. That is our theme today. Hiyo ndio theme yetu leo. The journey is great for you. Kama safari iko nzuri kwako. The devil is trying to intimidate you. Shetani iko nataka kukuintimidate. To show you nowhere you are going. Kukuonesha kama uende fast. But I have come with a good news. Lakini nimekuja na habari nzuri. That the journey kama safari is great nzuri for you. Kwako. And God will provide. Na Mungu atakushughulikia. He will provide. Atakushughulikia. That bread hiyo mkate is Jesus Christ himself. Ni Yesu yeye mwenyewe. Water is life. Maji ni uzima. That water hiyo maji is the Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu. That water hiyo maji will bring life. Italeta uzima. Where the devil want to bring death, pale ambapo shetani anataka kuleta kifo, Jesus will bring life. Yesu ataleta uzima. The angel told him, malaika alimwambia, eat, kula and drink, na ukunywe, and move. na uende. The journey is greater for you. Safari ni nzuri kwako. God will touch you the second time today. Mungu atakugusa tena ya mara pili leo. So you can continue with your journey. Kwa hiyo uweze kuendelea na safari. Hallelujah. Amen. There are many Jezebels who want to destroy you. Kuna wajezabeli wengi wanataka kukuharibisha. But they will not manage you. Lakini hawatakuweza. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Number 3, what happened? Namba ya 3 yale ilipita. In that wilderness.
Kwa hiyo jangwa there was a tree, kulikuwa muti, a big tree. muti kabambi. God Mungu put for him a tree in that desert. alitia muti ndani ya hiyo jangwa. That sun was too much to him, Hiyo jua ilikuwa mingi sana, but he was able to go under that tree. lakini alipata nguvu ya kuenda chini ya hiyo muti. So Sasa that tree can protect him from that sun and any danger. hiyo muti ifanye hiyo madanje zote zisimufikie. And that tree Na hiyo muti is Jesus Christ. ni Yesu Kristo. When you have stress, Kama uko na stress, you have problem, uko na maproblem, you are suffering, uko na shida, go where Jesus is enda pale Yesu and sit under that tree. kae chini ya hiyo mti. Even when you are confused, Hata kama uko confused, you don't know what to do, haujue nini ya kufanya, Jesus will help you. Mungu atakusaidia. Jesus is answer. Yesu ni jibu. Jesus will help you. Yesu atakusaidia. Hallelujah. Amen. I say Jesus will help you. Yesu atakusaidia. Hallelujah. Amen. Tell your neighbor, Jesus will help me. Ambia jirani, When he was sitting down to that tree, pale alikala chini ya hiyo mti, he wanted to die, alikuwa anapenda akufe, but he forgot it. lakini alisahau He is sitting where life is. kama alikuwa naikala pale ambapo nuru iko. Jesus Yesu is a bread of life. ni mkate wa uzima. If you sit Kama unakaa and you settle, na unakaa kabisa, he will help you. atakusaidia. No matter who want to kill you, who is planning bad problems, Haijawahi mtu ambaye anataka kukuletea shida, Jesus Yesu will help you. atakusaidia. Hallelujah. Amen. Jesus will help you in those problems. Yesu atakusaidia ndani ya hiyo shida. And I'm come to tell you today Na nakuja kuambia leo that Jesus kama Yesu will help you. atakusaidia. Hallelujah. Amen. Jesus Yesu will fight your battles atapigana vita vyako, because the journey is still kwa great. sababu njia yako. Read for us verse 7 as we finish. Some sura 7. 1 Kings chapter 19 verse 7. 1 Kings chapter 19 verse 7 reads, "And the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, Arise and eat, because the journey is too great for you." Amen. Amen. And sit down in the shade of a tree. Na kuikala pale chini ya hiyo muti. That is Jesus. That tree is Jesus Hiyo Christ. muti ilikuwa Yesu If you go Kristo. and sit down, Ukienda unakaa hapo, he will give you life. atakupatia He uzima, will give you solution. atakupatia All the problems, shida zote. God have an answer. Mungu iko na jibu. He had an answer for you. Iko na jibu kwako. The angel told him Malaika akamwambia the second time, mara ya pili, I know God touched you the first time. najua Mungu alikugusa mara ya kwanza, He's going to touch you again. atakugusa tena. I know God blessed you. Najua Mungu alikubariki, He's coming to bless you again. anakuja kubariki I tena. know God healed you. Najua Mungu alikuponya, He's coming to heal you again. anakuja kukuponya tena. I know God fought for you many battles. Anajua Mungu alikupigania He's vita, coming to fight you again for anakuja you. kupigana tena juu He will yako. fight for you. Atapigana juu The yako. angel touched him the second time. Malaika alikuja kumugusa tena mara In pili. this week, Na kwa hii juma God will touch you the second time. Mungu atakugusa ya mara pili. Where thing was not moving, Pale vitu havikukwenda it will naendelea move mzuri. in Jesus' name. Taendelea kwa jina la He will Yesu. touch your finances. Atagusa finance He will yako. touch your children. Atagusa watoto He will wako. touch your health. Atagusa sante He will yako. touch your house. Atagusa nyumba yako. God will touch you. Mungu atakugusa. The angel touched him Malaika alimgusa the second time. ya mara pili. The Bible says, Biblia inasema the Lord's angel malaika wa Mungu returned walirudi and wake him up the second time, kumwamsha ya mara ya pili, saying, wakisema, get up and eat. lamuka ukule, The journey will be great for you. Safari itakuwa nzuri kwako. I come to prophesy to you. Nakuja kutabiria The journey will be great for you. kama safari itakuwa nzuri kwako. 20
2021 will be great for you. Mwaka 12 na You will enter in that year in Jesus' name. Mzuri na utaingia ndani kwa jina la Yesu. The journey will be great for you. Safari itakuwa njema kwako. You see, this man, unaona hii mwezi, this man, a prophet Elijah, huyu mtumishi Elia was discouraged. Alikuwa amekata tamaa. Did not know what to do. Hakukuwa anajua nini ya kufanya. He was hopeless. Alikuwa God was seeing it. Lakini Mungu alikuwa anaona. And told him, akamwambia, wake up. Lamuka. Eat. Ukule. And drink. Na ukunywe. The journey is great for you. Kwako. Tomorrow kesho is great kesho yako for you. Nzuri. The new year will be great for you. In the name of Jesus. Immediately, na hapo he woke up. Akamuka. He ate that bread. Akakula huyo mkate. And he drank. Na akakunywa maji. It gives him power to walk 40 days, night and day. Nguvu ya kutembea Read verse 8. Then we pray.